Kama umejigundua tu haupati ovulation, zingatia vyakula hivi vitano tu, vitakusaidia kwa haraka zaidi kurejesha ovulation yako irudi kama ilivyokuwa awali. Na hii unaweza ukaifuatilia mapema kama utakuwa bado na wasiwasi tu kwamba haupati ovulation vizuri. Napendelea zaidi kula mayai kwa sababu mayai yana kiwango kikubwa sana cha protini. Kwa hiyo kupitia protini kuweza kuweka sawa, huwa itaenda kusaidia moja kwa moja uwezo wa mayai kufanya kazi kama inavyotakiwa. Napendelea kula mboga za majani, hususan mchicha, spinach, kwa sababu hizi zitasaidia mzunguko wa damu katika mfumo wa uzazi, hususan kwenye maeneo ya mayai, hivyo kurejesha vizuri ovulation yako kuwa kama ilivyokuwa zamani. Napendelea kula maharage kwa sababu maharage ina kiwango kikubwa sana cha protini. Hizi zitaenda kusaidia katika zile ovary kuendelea kuwa active, kuweza kuzalisha mayai vizuri. Pendelea kutumia parachichi kwa sababu parachichi itaenda kusaidia kutokana na kuwa na kiwango kikubwa sana cha protini katika mzunguko wa damu, lakini pia hii itaenda kusaidia katika ukomavu, lakini pia ovary kuwa active kama ilivyokuwa zamani. Pia pendelea kutumia zaidi samaki, hususan samaki wa salmon, lakini kama itashindikana kupata samaki, basi unaweza kupata kirutubisho cha omega 3 kwa sababu hiki huwa kitasaidia mfumo wa uzazi, hususan kwenye ukuta wa mji wa mimba pamoja na ovary kuendelea kuwa active kwenye kuzalisha mayai moja kwa moja. Na nipo nayo katika safari ya kuitwa. Hebu anza na hizi ndani walau ya mwezi mmoja hadi miezi miwili. Kama ovulation yako haitarudi sawa, basi kuna changamoto kubwa, hususan ya hormones kutokuwa katika utendaji kazi unavyotakiwa. Basi zikiwekwa vizuri, ovulation yako itarudi, na kama upo kwenye uhitaji wa kubeba ujauzito, utabeba ujauzito vizuri kabisa na utakuja kunishukuru baadaye.